Naam, hii ni Sanga Media TZ na leo tupo tena hapa katika kipindi chetu cha Fair Play, na mimi mtangazaji wako pendwa naitwa Kalimo Mkali, nipo sambamba na ndugu yangu Patrick Juma. Na tutakwenda kudadavua michezo mbalimbali ndani na nje ya nchi, na pia sakata la Yanga kwa barua yao walioitoa kwamba bado msimamo upo pale pale wa kutocheza mechi yao ilitarajiwa kucheza Machi 8 ambayo imeahirishwa baada ya Simba kuzuia kufanya mazoezi ya mwisho baada ya vimbwanga vingi sana, na mara ukumbuzi mara nini. Tutakusomea moja kwa moja barua ya Dar es Salaam Young Africa hapa Sanga Media TV, na pia tutaenda kuelezea mchezo wa Simba zidi ya JKT. Leo mchezo wa NBC Premier League umeendelea kipolo kwa Simba Sports Club akicheza na JKT Tanzania pale Meja Jenerali Samoyo na kuibuka ushindi wa bao 1-0. Haikuwa rahisi, wanaume walipambana kama unavyoona. Naam. Basi huyo ni Patrick Ruma na kipeleka kijiti kwa upande wake ili apate kutusomea taarifa kwa umma walioitoa Dar es Salaam Young Africans. Wapenzi wa Sanga Media TZ, bwana, tunaendelea kuwashukuru kwa support yenu, mnaendelea kutuonyesha kwenye channel yetu, tunaendelea kulike, tunaendelea kusubscribe, tunaendelea kuview video zetu, tunaendelea kuona upendo wenu kwetu na tunashukuru kwa hilo kwa kweli. Leo moja kwa moja tutazama sakata zima la Dar es Salaam Young Africa. Dar es Salaam Young Africa baada ya kukataliwa kesi yao kule CAS, basi wametoa taarifa kwa umma kwa barua kwa ufupi, na nitasoma kama ifuatavyo. Taarifa kwa umma Mei 5, 2025. Uongozi wa Young Africa Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka Mahakama ya Kimataifa ya Usuluhishi wa Michezo CAS kuhusu kesi yetu namba CAS 2025/A/1129/8. Kwa namba hiyo, CAS imeeleza Young Africa Sports Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young Africa Sports Club hauna imani na uko tayari kupeleka ushauri hilo kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhulma. Aidha, uongozi wa Young Africa Sports Club unapenda kujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kuwa hatutashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kupambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhulma na uvunjwaji mkubwa wa kanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini. Hiyo hapo ndo mwisho wa taarifa kwa umma kwa Dar es Salaam Young Africa leo. Taarifa yao hiyo Mei 5 iliyotoka leo, kama ilivyojieleza kwamba kesi yao imetupiliwa mbali kule CAS na wameambiwa warudi wajadili hapa kwenye TPLB, bodi ya ligi na TFF kwa ujumla wasimamie swala lao. Lakini kutokana na kutokuwa na imani na viongozi wa TPLB na TFF, kwa hiyo wamesema hawatakuwa tena na haja kuleta kesi yao ndani. Kama imeshindwa kusikilizwa nje, basi hawatakuwa tayari kusikiliza ndani. Wao watabaki na msimamo wao wa kutocheza mechi yao dhidi ya Simba, mchezo namba 184. Kwa hiyo msimamo wao wameweka wazi kama inavyojulikana kwa watu Tanzania wengi na wana mchezo duniani kwamba hawatacheza, japo bado waonyeshi kwamba wanafanya maamuzi ya kimichezo, bado wanasuasua, lakini sio maamuzi ya kimichezo. Mchezo ukimbili, watu wataka burudani,
watu wataka mpira uchezwe, waone nani bora nani dhaifu. Kwa hiyo ndo barua yao Dar es Salaam Young Africa, ndugu Karim. Na kuna maneno nimeyasikia kwamba sidhani kama yana ukweli ndani yake, kwamba Young Africa wameambiwa kwamba mechi ipangiwe tarehe mpya, watu watoe viingilio vipya, au kama anasema mechi yote mbawa basi arudishe viingilio vya watu waliotoa. Yani kiukweli hata pale baada ya ile sakata zima la mechi kuahirishwa siku ile, TFF walikuja wakasema kwamba viingilio watu walivyolipia bado viko pale pale, mchezo ukiwekwa wataingia kupitia tiketi zile zile walizokata mwanzo, lakini walisema watapanga tarehe haraka iwezekanavyo, lakini mpaka leo bado tarehe haijapangwa, na nahisi pia itabadilishwa pia utaratibu wa tiketi. Bila shaka utabadilika, hauwezi kwa vile kama alivyosema mwanzo. Kwa hiyo ni swala la kusubiri na kuona. Na ikitokea kwa mfano mchezo utakuwa umeutambaa mazima, je, watu waliotoa viingilio vyao itakuwaje? Hiyo itakuwa imekula kwao kusema kweli, japo itakuwa ndo madudu yanadhihirisha kwenye nchi yetu, yani tunajivua nguo wenyewe kama hicho itakuwa hivyo, ila tusubiri tuone, ni swala la muda tu hilo. Maana hata Yanga wenyewe wamesema hawachezi, bado taarifa haijatoka kwa TFF, haijatoka kwa Simba Sports Club wenyewe. Simba Sports Club toka sakata hili wao walikuwa ni watu ambao wamekaa kimya sana, wanasubiri tu tarehe ipangwe waingie uwanjani. Issue iko kwa Yanga ambao wanaongea sana mtandaoni, viongozi wanachama na jazba wanaongea kwa munkari, vitisho vingi, lakini kama unavyoona TFF na wenyewe wametulia, wanasubiri wakati sahihi watangaze mechi kama walivyosema. Kwa hiyo na sisi tunasubiria kama wachambuzi wadau wa michezo. Kwa hiyo kwa imani yako dabi ipo? Kwa imani yangu bwana, nchi bwana, kama unavyojua hii nchi kasumba nyingi, lakini mechi itachezeka. Wewe subiria tu hapa Simba atoke zake kucheza finali, apoteze mechi 2-3 za kumpa gepu Yanga, kumfanya pale juu awe comfortable, atacheza mechi. Naam, basi hiyo ni taarifa kwa umma ambayo alisoma ndugu mtangazaji mwenzangu Patrick Ruma. Ngoja moja kwa moja tukaugusie mchezo wa Simba dhidi ya JKT ambao Simba ameibuka kwa ushindi wa goli 1-0, goli ambalo alifunga Fabrice Ruamba Ngoma dakika za mwishoni kabisa za kipindi cha kwanza. Bwana, mechi kama mechi bwana Patrick, ya Simba na JKT, mechi ilikuwa ngumu. JKT walikaza, waliwapress Simba, lakini unaweza kusema hawakuwa na bahati ilikuwa kwa Simba. Simba akaibuka na ushindi wa goli 1-0 na akazipata pointi 3 muhimu kabla ya kuelekea mchezo wake wa Ijumaa dhidi ya Pamba. Of course unajua mechi ya Simba dhidi ya wale nani waliongeza mpaka dakika nani? Mashujaa. Juzi Mashujaa. Unajua mechi ya juzi ya Mashujaa imekuwa kama wake up call kwa mwalimu Fadlu David. Fadlu David alikuwa anataka kuchukulia hizi michezo ya ligi kama zile FA, kupumzisha wachezaji na kuwapa nafasi ambao wachezaji ambao walikuwa hawapati wacheze, wakati bado watu na uongozi wa Simba mashabiki wanahitaji bado ligi kuu. Kwa hiyo kikatokea kitu ambacho kikampa wake up call, mechi kawa ngumu sana, tafu akafanya hesabu nyingi, akafanya mabadiliko ya kimbinu, lakini mpaka kuja kupata matokeo ilikuwa kama surprise. Ile comeback yeye mwenyewe uliona ilikuwa mambo mengi, penalty nyingi, filimbi nyingi kama unavyo. Kwa hiyo mchezo wa pili huu na JKT akufanya tena makosa yale kama uliona. Umeona Simba nini wanahitaji? Simba anahitaji ligi kuu, anahitaji kila kikombe anachoshiriki sasa hivi ambacho kinaweza kuchukua wao, wanaonyesha kweli wanahitaji, wanaonyesha uhitaji. Mechi dhidi ya JKT wana wachezaji wengi experience player, kina Kichuya, kina Aodemla, wachezaji wengi experience, lakini ukiona mechi ya Simba leo jinsi walivyocheza, unaona kabisa wanaume walikuwa wana demand, wanahitaji mchezo. Ndio. Yaani licha ya bwana nyinyi mna wachezaji wengi experience, lakini sisi timu kubwa tunahitaji mchezo, tupate pointi 3 twende mbele. Ndio maana baada ya kupata goli 1 wakaendelea kama kawaida kucheza mpira wa kawaida ambao kuhitaji magoli mengi, kwa sababu goli 1 ilikuwa inawapa pointi 3 ambazo zinahitaji zaidi kuliko magoli mengine. Mpira safi leo. Na mbona nadhani leo hii bwana Patrick, JKT walikuwa bora sehemu gani? Mpaka mechi tukashuhudia mechi moja nzuri sana, na kwa uchache naomba uielezee ile kadi nyekundu aliyopata
kiongozi wa JKT pale katika benchi la ufundi? Unajua sasa hivi, kwanza nianze na swala la kadi nyekundu ya kiongozi. Sasa hivi ishajengwa mentality kwamba Simba kila anapoingia uwanjani kuna mazingira yanatengenezwa. Watu tena wanatoa ule ubinadamu kwamba kuna makosa ya kibinadamu atafanya muamuzi, kuna makosa ya kibinadamu atafanya mchezaji wa timu yangu, timu pinzani dhidi ya Simba. Ndio. Kwa hiyo sasa hivi yani mchezaji, marefa kila anapoenda kuchezesha game ya Simba lazima wawe makini zaidi, kwa sababu tukio lolote litakalofanywa ambalo litanufaisha Simba litalileti na matukio ya nyuma. Kwa maana utaonyesha upendeleo, utaonyesha kwamba kuna rushwa au kuna nini, vitu ambavyo havithibitishwi, ni watu tu tunaongea. Kwa hiyo hata maamuzi ya refa kwamba kiongozi kwenda kulalamikia ni kuhisi kwamba upande fulani unafanyaje, unabebwa. Refa akatoa maamuzi ambayo ya kwake ni sahihi, kwa sababu kama kitu ambacho hakipo refa anaona ni sahihi. Kwa hiyo kadi nyekundu ambayo siwezi kuijaji sana, lakini mimi nasema ni light, kwa sababu huwezi kujaji maamuzi ya referee na yeye ndio mhukumu wa mchezo. Kizungumzia ubora JKT Tanzania leo, kama unavyoona JKT Tanzania ni timu fani tafu, iko katikati mpaka nyuma. Naam. Umeona ulinzi wao thubuti kabisa, na defend vizuri, mbinu safi. Ni makosa tu wamejisahau dakika za mwisho kwenda second half, kosa dogo likawapa Simba goli, basi mechi imeishia hapo. Naam, hayo ni machache akielezea kuhusu mchezo ya NBC Tanzania. Basi moja kwa moja tutaruka mbawa zetu tutaelekea mpaka katika jiji la Milani, ambao kesho Inter Milan atakaribisha. Tuanzie pale EPL kwanza. EPL Liverpool ni mabingwa rasmi wa EPL. Liverpool wametoa ubingwa kwa pointi 86. Nyuma yao walikuwa Arsenal akawafukuzia. Kwa hiyo pointi walizofikia Arsenal hawezi kufika, wala timu yote ile ya ligi kuu. Liverpool ni bingwa rasmi 2024 25. Na jana pia alipoteza mechi yake. Alipoteza, alikula kipigo ya The Blues pale. Enzo Fernandez anafanya vitu vya ajabu kabisa. Midfielder hali ya juu, midfielder ya chini, maarifa ya juu, Enzo Fernandez. Juzi pia na wewe ulijitahidi kwa kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili naona nati zimelegea. Mashabiki wengi wa Arsenal wanasema kwa sababu tuna game kubwa ya nusu finali, ndio maana madudu yametokea kama vile. Bwana Mosi ni timu nzuri sana. Ukitaka kujua sasa hivi timu zile ambazo hazina jina afu haziongelewi sana kwenye midomo ya wachambuzi na watu, afu zinacheza mpira mzuri sana, ni Bournemouth, Nottingham Forest na Newcastle. Timu ambazo zinacheza mpira fani safi, mpira mzuri. Timu unaona timu imetengenezwa. Kama Bournemouth ukiangalia mechi ya Arsenal yapoteza bao 2-1. Bournemouth ametokea nyuma, afanya comeback. Kitu cha comeback maana yake ni timu ilikuwa ina uhitaji ushindi, wanatoka nyuma, wanasawazisha, wanaongeza goli la ushindi na hapa pointi 3. Arsenal kiufupi wameflop kwenye ligi. Kwa hiyo wameona sasa hatuna cha kugombania, hatuna cha kupoteza, ndio maana ule ujitoaji wa 100% kumwona Declan Rice uko box la chini, Declan Rice uko kwenye kibendera, Mateo uko kwenye kibendera cha mpinzani, huwezi kuiona ile tena, ile wanaipeleka UEFA. Kwa hiyo hiyo iko wazi zaidi. Wao Bournemouth wametoa 100, Arsenal wametoa 50-100. Wamepata ushindi Bournemouth. Wewe unadhani kwa matokeo yaliyopatikana juzi, uone kama itawa boost Manchester City kwenda kuigombania nafasi ya pili katika msimamo wa ligi ya IPL? Manchester City wao mpaka sasa hivi target zao ni kubaki kwenye top 4 msimu ujao kucheza mashindano ya Ulaya. Kwa hiyo hata kama itawa boost, michezo sasa hivi imebakia mitatu tu ya ligi kuu pale. Kwa hiyo na Arsenal anacheza na Liverpool mwenyewe, anacheza na Newcastle, kama timu tatu tu. Kwa hiyo mechi tatu ambazo zitaamua, hata kama Arsenal wakishika nafasi ya 3 bado atakuwa hajatoka kwenye top 4. Kwa hiyo wote malengo yao yatakuwa ni yale tu, kushiriki michuano ya Ulaya. Kwa hiyo ina haja hiyo. Kwa hiyo itakuwa ina mata sana kwa Arsenal. Naam, basi huyo ni Patrick Ruma, naye akidadavua IPL kidogo. Alinikatisha kesho tutakwenda kushuhudia Jumanne, si ndio kesho? Usiku wa Ulaya. Usiku wa Ulaya majira ya saa 4 kamili usiku katika jiji la Milani, Paris. Kesho jiji Milani, Inter Milan anamkaribisha Barcelona. Guepe Mianza wakicheza AC Milan inaitwa San Siro. Akicheza Inter inaitwa Guepe Mianza.
International hapo. Uwanja wa Manispaa ule. Kama KMC Complex. Naam. Basi tulishuhudia mechi ya kwanza ilikuwa nzuri sana yenye magoli mengi. Mechi ilisha kwa sare 3-3. Leo kesho Inter Milan atakuwa katika kiwanja chake cha nyumbani. Anawakaribisha FC Barcelona. Na kwa makaratasi kwamba Inter Milan akicheza na Barcelona huaga atoboage kabisa, hata Barcelona wawe mzuri kiasi gani. Wewe kama wewe, je, kesho utaenda na historia hiyo au utaona Barcelona tabadilika kidogo? Historia zipo kwa ajili ya kuvunjwa na kuendelezwa. Kuhusu Inter Milan na FC Barcelona, mechi ya kwanza kabisa kama uliangalia vizuri, ulikuwa kila kocha kasimama na mbinu zake. Hansi Flick kasimama na long ball and ball possession. Inzaghi kasimama na quick counter and long ball. Kwa hiyo mpira ulikuwa mapishano sana, huyo anakuja huyo anaenda. Quick counter nyingi sana zilizopiga Inter Milan zilikuwa zinakwamia njiani, ila chache zilizofika goli. Zilifika goli. Barcelona long ball zote zilizopiga zilikuwa zinashindwa kuleta majibu. Umeona long ball wamepiga kadhaa ikaenda kwa wana Finya, wana block. Ila virus, mimi namuita virus bwana mdogo Lamine Yamal ndio alikuwa virus, alikuwa anawavuruga ukuta wa Inter, kwa maana alikuwa na dribble anaingia nao inbox, ukuta unavurugika, anaacha magepo, anaweka kwenye gap, watu wanascore. Kwa hiyo siku ile mchezo ulikuwa bora sana kwa Inter Milan. Inter Milan mbinu zao zilitiki, yani ziliclick, kwa maana magoli walipata, nafasi walitengeneza, pia walizuia yani ni ubora tu wa Lamine. Bila ubora wa Lamine Yamal na maana tulikuwa tunazungumzia ile mechi ni yani kwa mimi kabisa nilikuwa naiona Barcelona ile huenda angepoteza sio chini ya goli 3. Zilikuwa zaidi shai kabisa Barcelona na kupoteza mchezo. Ila bwana mdogo yule Lamine Yamal uwezo wake anazidi kuonyesha ulimwengu ana uwezo kiasi gani. Kwa hiyo hata mechi inayokuja bado siamini Barcelona kushinda, ila naamini Barcelona kupata kufuzu, kwa maana bado yule kijana Lamine Yamal itahitaji mbinu na nguvu za ziada kumzuia. Unajua ukishakuwa na virus kwenye timu yako, tolee mfano kama Barcelona, si ndio ya Messi. Unaweza ukakamata bwana pale viungo, kamateni viungo ndio wanampa pasi Messi. Unakaba pale, Messi anakuja kuchukua kwenye kiungo, ndio anakuwa kuunga, anachukua anakuja nayo paka kwenye box anakufunga. Kwa hiyo inakuwa ni kitu fulani virus kinakuja kuharibu mambo. Kwa hiyo tegemei kwamba Inter itakuwa game nyepesi kesho. Ni game ngumu, game tough, iko pale. Wanaume watangata meno huku na huku. Tutashuhudia mbunge la kueleweka. Na Barcelona kwa hizo mechi za ugenini naona za ligi ya mabingwa naona anafanya vibaya sana. Ukichekisha mechi yake ya mwisho dhidi ya Borussia Dortmund, aliruhusu hat-trick, alipoteza ile mechi japokuwa alifuzu. Yaani ilikuwa bado goli moja tu waende 120. Na usichokijua bwana mtangazaji Karimu, watu wengi wanawapa nafasi Barcelona bila kujaji ubora wa International Milan. Inter wana timu bora sana barani Ulaya. Nikianza mimi binafsi kutaja timu zangu 3 bora, Inter naiweka namba 2. Umeona? Namba moja ninamweka nani? Liverpool wana timu bora sana. Namba 2 namweka Inter Milan, namba 3 namweka Barcelona, namba 4 namweka Arsenal. Timu bora ukizungumzia timu siacha na wachezaji wakubwa. The White hapa waingii kabisa. Madrid hawezi kuingia kwa sababu wana wachezaji tu wale wakubwa, Galactico wanaita, ni wachezaji wenye majina makubwa, lakini timu bado haijatengenezwa. Kwa hiyo Inter ndio timu bora duniani. Yaani ukizitaja kwenye top 3 Inter unaiweka. Kwa hiyo huwezi kuacha kuipa nafasi mbele ya Barcelona. Timu nzuri sana Inter, kwa hiyo bado wana nafasi pia kuonyesha uwezo. Naam. Jumatano, najua ni shabiki wa Arsenal. Ndio. Jumatano tunaenda kushuhudia mchezo mwingine pale katika jiji la Paris, jiji la Malaa. Jiji lenye watoto wazuri, jiji lenye kila kitu, kila mtu anawishi kufika katika jiji lile, hata mwenyewe nikiwemo. Bwana Paris Saint-Germain anamkaribisha Arsenal na wajukuu wa mzee Wenger kwenda kukamilisha mchezo wa mguu wa pili wa nusu finali wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Mechi ya kwanza tunaona Barcelona kumlazi Arsenal walipata ushindi wa 1-0 pale Emirates. Dakika za mapema sana Ousmane Dembele. Dakika 3 baada ya dakika 3 mpaka dakika 15 PSG kudominate mchezo ukarudi kwa Arsenal. Lakini Arsenal wakashindwa kupata goli mpaka dakika 90 mpira unaisha. PSG anaondoka na ushindi pale Emirates.
Mechi ya kwanza ilikuwa mechi ya mvutano sana, mechi ilikuwa ya nguvu sana. Japokuwa PSG kwa mpira wake baada ya kupata ile goli naona alikuwa analinda sana. Lakini Arsenal aliforce kuwafungua mpaka Merino akapata bao, lakini kwa offside mujibu wa VAR akasema kwamba ile goli ni offside. Wewe kama wewe ni mpango gani kazi atuenda nao kesho Mikel Arteta ili kwenda kufungua mianya ya Paris Saint-Germain, maana ukuta unaonekana ni ukuta mgumu, ukuta Yeriko? Asante sana bwana mtangazaji wenzangu, wana Karimu, ukiangalia wana Paris Saint-Germain washakutana nyuma kabla ya hatua hizi ya nusu finali, washakutana kwenye makundi group stage ambazo inaitwa standing stage ile, maana wanacheza kwa mfumo wa ligi. Alishakutana na PSG akampa 2 pale pale Emirates. Arsenal alishinda 2-0 dhidi ya PSG. Arsenal Mikel Arteta, baadhi ya wachezaji kama Kai Havertz na Julian Timber walikiri mabadiliko ya PSG. Timu toka kukutana nao, timu imekutana na timu nyingi, timu wameongeza addition za watu, wameongeza mbinu. Luis Enrique sio kocha mdogo, kocha mkubwa, ashatoa taji la UEFA, anajua jinsi ya kuchukua. Kwa hiyo alibadilika hatua za knockout stage, kabadilika na ikawa surprise kwa Mikel Arteta. Yeye mwenyewe anakiri kwamba alibadilika, sio wale waliokutana nao kwenye group kule stage. Kwa hiyo wamebadilika na wanategemea pia kutaka kitu tofauti hata kule Paris. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kukubali kuaccept mabadiliko ya pinzani, maana yake naona kubali kufanyaje? Kubadilika. Wao tutashuhudia game nzuri, bado siwape nafasi ya Arsenal, siwape nafasi Paris. Game nalo naweka kati, game ni ngumu sana. Nategemea mbinu sana za Arteta na Luis Enrique kuamua mchezo. Kwa hiyo tunaweza tukashuhudia vile vile ushindi wa bao 1-2, sio na magoli mengi kama game yenyewe. Yale mimi binafsi kwa nusu finali ya Jumatano mimi naiona game ngumu, yote anaweza kushinda, lakini kwa hii inatarajiwa kupigika pale kesho pale mimi nampa 1-1 Inter Milan kuibuka kidedea kutinga finali. Na kujua ndugu yangu si mpenzi wa Real Madrid. Sisi vezeka Barcelona, vezeka Catalunya. Hawezi kuwapa nafasi yao, ila game ngumu zote UEFA. Mimi kwa maono yangu mimi Inter naenda naye mjini. Hata kesho nitakwambia uniandalie uti zangu nzuri kabisa. Leo. Nitie kiasi changu kidogo, wenda kesho nikanae kesho kutwa ukamka vizuri nikakupatia hela chai. Kabisa. Naam, basi hiyo ni Sanga Media TZ. Tulikuwa tunadadavua michezo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Na nikiwa na ndugu yangu hapa Patrick Ruma, naye kaelezea kiundani kabisa, kachambua mambo ya ndani na mambo ya nje. Na mimi mtangazaji wako Karimu Mkali, na hii ni Sanga Media TZ. Usikose kushare, kucomment, kulike, kusubscribe channel ili uwe wa kwanza kupata matukio yote siku hadi siku. Nyuma ya kamera yupo director Kibindo, mzingatia engo. Asanteni sana, niwatakie usiku mwema. Yupo director Kibindo, mzingatia engo. Asanteni sana, niwatakie usiku mwema.